Umeshawahi kusikia ugonjwa ambao unaitwa King Disease, ugonjwa wa kifalme? Najua wengi hawajawahi kusikia. Najua hili jina inaweza ikawa ni geni kwako, lakini jina ambalo umezoea wewe ni gout. Gout ni ugonjwa ambao kwa miaka ya nyuma, enzi hizo, ulikuwa unaitwa kwamba ni King Disease, kwa maana kwamba waliopata wengi walikuwa ni wafalme na wale waliishi maisha ya kitajiri sana. Sasa hivi ugonjwa huu umeshamili, unaathiri watu wengi sana. Tunao wahanga wengi wa issue ya gout. Ila ni bahati mbaya wagonjwa hawa, kuna vitu vingi ambavyo madaktari huwa hawaelezi. Na wengi wanabaki na maswali kadhaa. Moja ikiwa kwamba ugonjwa wa gout ni ugonjwa wa design gani? Na kisababishi chake ni nini? Na dalili zake ni zipi? Ni yupi ambaye yuko hatarini kupata ugonjwa huu? Kwa hiyo kunakuwa na maswali haya mengi ambayo tunaenda kuangazia katika video ya leo. Kwa hiyo mada ambayo iko hewani ni ujue ugonjwa wa gout ambao kwa miaka nyuma ilikuwa inaitwa ni King and Queen Disease. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Tuende sambamba. Gout ni ugonjwa ambao kwa sasa upo na wanaathiri watu kuanzia miaka kama 35 na kuendelea. Ni sio rahisi sana kumkuta kijana miaka 20 na miaka 17 mtu ana issue ya gout. Lakini hawa kuanzia miaka 35 na kuendelea huku walio wengi ni wahanga miaka 40, miaka 50 wengi wanalalamika tu maumivu makali kwenye magoti, maumivu makali kwenye kwenye vidole vya mikono au miguu. Kwa hiyo tatizo ambalo ni janga kubwa sana. Gout ni kufahamisha tu kwamba ni moja ya ugonjwa ambao unapaka kwenye makundi ya magonjwa ambayo kwamba ni baridi yabisi au arthritis. Na ugonjwa huu huwa unapelekea kuvimba na maumivu makali kwenye maunganio ya mifupa ama kwenye mapingili ya mifupa, hasa kwenye magoti, kwenye vidole vya mikono, kwenye vidole vya miguu, kwenye jicho la mkono hapa, inawezekana kwenye kiwiko, maeneo ambapo kuna maunganio haya ambayo ndio ambayo kwa sana ndio ambayo nakuta yameathirika sana. Nadhani wahanga wanaweza kawa wanafahamu wahanga wa gout. Inakuja na maumivu makali sana, mithili kama kuchoma sindano ama kukanyaga kwenye jiwe ambalo limechongoka kama kokoto. Na ugonjwa kama nilivyosema mwanzo ni ugonjwa ambao unaitwa kwamba ni King and Queen Disease. Iko ni ugonjwa ambao ni ugonjwa wa kifalme. Na ugonjwa huu huwa unaambatana na ongezeko la uric acid. Kwa maana kwamba ongezeko la uric acid ndio huwa inapelekea hii issue ya gout. Kwa katika tafasiri hiyo, hii inatupelekea kwenye kisababishi cha gout. Kuna kisababishi kimoja tu ambacho kinasababisha wewe kupata tatizo la gout, ambalo ni ongezeko la wingi wa uric acid kwenye damu. Wahanga wa gout wana hyperuricemia. Kwa maana kwamba uric acid inakuwa ni nyingi sana kwenye damu kuliko uwezo wa figo kuweza kuchuja na kuliko uwezo wa utumbo kuweza kuondoa uric acid hiyo. Kuna namna mbili ambavyo uric acid inaweza kaondolewa mwilini. Moja ni kupitia damu kwenda kuchujwa kwenye figo. Kwa hiyo unapitia kwenye njia ya figo, kishachuja pale na kutoka kwa njia ya mkojo. Lakini kuna issue ya kupitia mmeng'enyo, ambapo maana yake uric acid huwa inakuja kutupwa kwenye mfumo wa mmeng'enyo, ambapo inaenda kutoa chooni kwa njia ya kinyesi. Kwa hiyo kuna hizo namna kuu mbili. Kulingana na mfumo walionao wengi mbovu wa maisha, huwa unachochea ongezeko la uric acid kuliko uwezo hii mifumo kuweza kupambana. Hatimaye unakuwa na kiwango kingi cha uric acid kwenye damu yako na kwenye tissue, ndio ambapo mwisho wa siku inapelekea hii issue ya gout. Mtu anaweza kujiuliza, kwani kiwango stahiki cha uric acid kwenye damu natakiwa kiwe kiasi gani? Hii inatupeleka kwenye point nyingine ambayo tuangalie kiwango ambacho kinastahili cha uric acid kwenye damu yako, serum uric acid. Uric acid inatakiwa iwe kuanzia 3.5 mpaka 7.2 mg per deciliter. Inapokuwa imevuka 7.2, maana yake tayari una kiwango kingi cha uric acid. Katika tafasiri hiyo, inapokuwa imeshavuka hapo ndio inaweza ikapelekea hiyo issue ya gout. Nikufahamishe tu, mtu mwingine anaweza kujiuliza kwamba gout inatokeaje. Kwanza ifahamike tu kwamba uric acid haitengenezwi kutokea hewani. Kuna malighafi ambazo huwa zinapelekea katika inapelekea utengenezaji wa uric acid, ambayo ni kitu ambacho ni kwamba ni
ni purine. Purine ni material ambayo inahitajika kuja kutengeneza vinasaba DNA na RNA. Sasa unapokuwa unakula vyakula vingi ambavyo vimesheheni purine, basi mwisho wa siku huwa tunatengeneza kiwango kingi cha uric acid, ambacho hii uric acid inapokuwa imeongezeka, basi huwa inapelekea tatizo la gout. Sasa kama hivi ndio ambayo inatokea, utajuaje kama una gout? Kuna dalili kuu mbili ambazo nitaje kufahamisha kwamba ukishaziona hizi, basi ujue kabisa wewe umeshakuwa mhanga wa gout. Dalili namba moja ambayo nataka wewe uifahamu ni maumivu makali na ya haraka kwenye maunganio ya mifupa, kwenye pingili au kwenye pingili za mifupa, kwa maana kwamba kwenye magoti, kwenye vidole vya mikono, kwenye vidole vya miguu, kwenye jicho la mkono hapa, inawezekana kwenye kiwiko. Kwa hiyo mazingira hayo, ukishasikia hawa maumivu ambayo ni makali ya haraka, basi nijue kabisa hii ni dalili ya kwanza kwamba unaweza na issue ya gout. Na dalili ya pili ni wekundu na kuvimba kwa eneo ambayo imeathirika na maumivu hayo. Ukishaona kwamba kuna issue ya wekundu ambayo imejitokeza na habari za kuvimba kwenye eneo ambalo unasikia kuna maumivu makali ambayo unasikia kama mithili ya kuchomwa na sindano ama kokoto ama jiwe ambalo limechongoka, basi jua kwamba hii ni dalili ya gout. Hakikisha kwamba unaona daktari ili kusudi uweze kujiridhisha na hii changamoto. Sasa kama hizi ndio dalili, nani ambaye yuko hatarini kupata issue ya gout? Kuna watu wakuu watano ambao hawa ni wako hatarini kupata changamoto ya gout. Moja kabisa ni mtu ambaye ni mnene na ambaye ana kitambi. Watu hawa wako hatarini kupata issue ya gout kwa sababu ongezeko la mafuta huwa inaambatana na ongezeko la masuala ya uric acid. Kwa hiyo huyu mtu namtaja kwamba yuko hatarini kupata issue ya gout. Namba 2 ni mtu ambaye na ulaji mbovu sana. Hasa mtu ambaye anakula vyakula ambavyo vimesheheni purine, hizo kemikali za purine, hasa nyama nyekundu na ambazo zimesheheni masuala ya purine, na vyakula vingine kama na nyama vimesheheni purine. Ni kwamba huyu mtu yuko hatari sana, ikiwa ni sambamba na unywaji wa vinywaji vya sukari kwa wingi sana. Hawa watu huwa wako hatarini kupata issue ya gout. Namba 3 ni mgonjwa ambaye ana changamoto ya pressure na changamoto ya sukari. Hawa ni wagonjwa ambao wako hatarini pia kupata changamoto ya gout. Na namba 4 ni mgonjwa ambaye ana changamoto ya figo. Ifahamike tu kwamba figo ndo ambayo pia huwa inasaidia kuchuja damu na kupunguza wingi wa uric acid kwenye damu. Tayari inapotokea tayari changamoto figo imeshapata changamoto tayari, haifanyi kazi pasavyo, basi kuna uwezekano wa uric acid kuendelea kuongezeka kwenye damu, mwisho wa siku utaendeshia kupata issue ya gout. Huyu ni mgonjwa namba 4. Mgonjwa namba 5 ni mgonjwa ambaye ana saratani ya damu. Mgonjwa huyu ambaye ana kansa ya damu yuko hatarini kupata changamoto ya gout kwa sababu kuna hii pia na huwa inaambatana na issue za uric acid. Kwa hiyo hawa ndio watu ambao wako hatarini kupata tatizo la gout. Kiufupi, hivi ni vitu ambavyo wengi wagonjwa wanakuwa hawafahamu. Ukishagundua tatizo, ondoa kisababishi kuweza kujinaswa na tatizo. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.